nami jina langu liwepo. Katamka neno mbele ya Mungu, tamka neno kwa imani. Tamka neno kama ni kwenye familia, tamka neno Mungu, familia yangu ikumbuke 2026. Mtume mbele za Mungu tuko pamoja. Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai. Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai. Yamkini 2025 ilikuwa ni 2000 ya testing. Yamkini 2025 ilikuwa 2000 ya majuto. Ilikuwa ya maumivu. Mungu tunatamka neno 2026 Bwana, iwe ni 2000 Mungu ya testimony. Iwe ni 2000 Bwana, iwe ni mwaka wa testimony, uwe ni mwaka wa ushuhuda, uwe ni mwaka wa kuvuka, usio wa majuto tena, usio wa maumivu. Mungu tusaidie Bwana. Yamkini tumeteseka 2025. Yamkini tulitumia muda mwingi kujieleza mbele za watu. Yamkini tulitumia muda mwingi kujielezea mbele ya umati wa watu, lakini hawakutuelewa. Bwana, 2026 Bwana, uwe ni mwaka wa kuvuka, uwe ni mwaka wa kuvuka. Yamkini 2025 tulikuwepo kwenye bahari ya Shamu. Mungu, 2026 uwe ni mwaka wa kuvuka, uwe ni mwaka wa kuvuka, mwaka kwenda viwango vingine, wa kwenda level nyingine. Msaidie yule ambaye, kila mmoja ambaye unatambua level yake aliyopo. Yesu msaidie, usio mwaka wa maumivu, usio mwaka wa majuto, uwe ni mwaka kwenda viwango vingine, uwe ni mwaka kwenda level nyingine, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Roho yote ya majuto tunaiondoa, roho ya mateso tunaiondoa, roho yote ambayo ya kumrudisha nyuma, arudi nyuma, tunaikataa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Saidia Bwana kwenye masomo yake, kwenye ile miradi yake, kwenye zile ndoto zake Bwana. Yesu msaidie Bwana, ukawe ni mwaka wa ushuhuda, uwe ni mwaka wa matokeo kwenye yale ambayo aliwekeza. Yesu, uwe ni mwaka wa kuona matokeo, uwe ni mwaka wa kuona matokeo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Njia atakazopita zote, njia atakazopita Yesu akakuone, aseme hakika sikutarajia nitaona haya, lakini Bwana amenionyesha, Bwana amenivusha. Mvushe yule binti, mvushe yule dada, mvushe yule kaka, mvushe yule kijana kwenye ile miradi yake, kwenye zile ndoto zake. Bwana mvushe kwenye ile somo aliyokuwa miaka mingi. Yesu mvushe katika jina la Yesu. Roho yote ya mikwamo, roho yote ya kumrudisha nyuma tunaikataa, roho yote ya kufeli tunaikataa, tunaikataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Mungu, ninakushukuru kwa neema yako. Angalia Mungu, tunapokwenda kuendelea na somo letu Mungu uliotupa, ikiwa leo ni siku yetu ya 3. Mungu, nitumie vile upendavyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai, na kila mwenye pumzi na uzima aseme amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Haleluya. Ikiwa leo ni siku yetu ya 3, siku yetu ya 3 ya semina, tunaendelea na somo lenye kichwa kinachosema mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Kabla sijaendelea, nijaribu kidogo kuweka sawa kwenye yale maombi. Kama inawezekana umechelewa, tumesema pale jioni, viongozi wamesema tutakusanya yale mahitaji na malengo ambayo natamani Mungu akafanye ndani ya mwaka 2026. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Hajalishi hapa hujakuja nayo, pia nitakwenda kuomba mahali hapa, nitaomba na jioni tutayaombea, afu tutayakusanya. Wewe unayatambua. Kwa hiyo unapoenda kuandika, andika kopi 2. Nirudi na andika kopi 2. Moja utabaki nayo, moja tutaikusanya, tutaiombea. Tazidi kuiombea. Yale ambayo Mungu atakuwa anajibu, utakuwa unawekea tiki kwa Mungu yeye amefanya. Kwa hiyo ikifika tena tarehe 31 mwaka huu, mwezi wa 12, unaanza kuandika mingine. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa Mungu wetu hakuna lisilowezekana. Hilo usije ukalisahau. Ukiona jambo haliwezekani, maana ni majira. Mungu, naomba hayo majira yafike.
Haleluya. Mungu unemtumikia, hakuna lisilowezekana kwake. Lolote lile hakuna. Asije akudanganya mtu yoyote yule kwamba hili haliwezekani kwa Mungu huyo unemtumikia. Hapana, sio kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia ili jingine nitaelezea pale jioni. Kwa hiyo tuna kichwa kinachosema mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Tulianza ile siku ya kwanza na siku ya pili, tukasema hatima ni nini? Tukasema lengo la somo ni ujue hatima Mungu aliweka ndani yako, ikusaidie wewe na iwasaidie na wengine. Si tu ikusaidie wewe, lakini pia isaidie na wengine. Ndoto uliobeba isiishie tu kukusaidia wewe, kukuvusha wewe na familia yako, iwasaidie na wengine. Haleluya. Kusudi Mungu aliweka ndani mwako lisiishie tu kukusaidia wewe mwenyewe, ukanufaika mwenyewe. Ukiona unafanya jambo ambalo linakunufaisha wewe tu mwenyewe, wengine wanufaiki. Wengine au linakunufaisha wewe, afu wengine wanazidi kuumia. Jichunguze vizuri. Sidhani kama ni mapenzi ya Mungu hilo jambo. Haleluya. Kuna vitu ambavyo nilivielezea kwenye kitabu kimoja cha jinsi ya kuyajua maono. Nimeweka tofauti ndani ya kusudi, tofauti ya ndoto, tofauti ya maono. Ukiona unafanya jambo ambalo kwako linakunufaisha, kwa wengine linawaumiza, hapana, hiyo sio mapenzi ya Mungu. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ujue hatima Mungu aliweka ndani yako, ikusaidie wewe na iwasaidie wengine. Lakini lengo la pili, kujua mbinu za kufikia hatima yako. Na jana tunaanza na mbinu ya kwanza. Leo tutaendelea na ya pili na pale jioni ya tatu. Siwezi kumaliza zote, kwa hiyo mengine utakupa ukinifuatilia labda online kwa jina hili kwa YouTube, kwa jina la Dominic Job Alexander. Kadri hizo mbinu zinavyozidi kuongezeka. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Tulianza na kitabu kile cha Esther sura ile ya 4 mstari wa 12 mpaka 17. Tukasema nini maana ya hatima? Hatima ni mustakabali wako wa maisha uliowekwa na Mungu au uliopangwa kabla ya kuzaliwa kwako. Ni mustakabali wako wa maisha uliowekwa na Mungu au uliopangwa kabla ya kuzaliwa kwako. Kwa hiyo wewe ulipokuja duniani tayari ulikuwa una package, Mungu alishakutengenezea aina fulani ya maisha kwamba utayaishi. Hajalishi kama umefika kwenye familia ambayo hukutegemea, hukutarajia kama utafika kwenye nchi ya Tanzania, hukutarajia kama utakopo kwenye mahali kijiji ulikotoka, eneo ulilokuwepo, hukutarajia kama utazaliwa kwenye familia hiyo. Lakini tambua kabisa hili kwamba tayari ulikuja na package yako. Mungu aliyokusudia, alikuwa amekuandalia kwamba kuna njia hizi na hizi utapita. Haleluya. Na alijua kabisa kuna leo fulani utaifikia hatima yako. Kama ulipofika hapa yatosha. Ulipofika hapa utavusha wengine, utasaidia wengine. Tukaanza na ile mbinu ya kwanza. Tukasema mbinu ya kusaidia, njia za kusaidia kufikia hatima yako. Tukasema kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni sahihi na salama kwako. Kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni sahihi na salama kwako. Tulielezea kwa kirefu sana jana. Kuna wakati njia Mungu anazokupitisha ni ngumu sana, si rahisi kuzielewa. Lakini kuna mazingira yanakubidi uziamini kwamba bado ni salama. Haleluya. Hajalishi zina maumivu kiasi gani, lakini amini ni salama. Hajalishi unaona kabisa zina majuto kiasi gani, lakini amini ni salama. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Kuna mahali Mungu anataka kufike. Kuna mahali Mungu anatamani ufike. Na ukifika hilo eneo litasaidia wengine, si tu litakusaidia wewe, litasaidia mpaka na wengine. Haleluya. Kristo asifiwe sana. Wewe unatambua njia ambazo Mungu anakuruhusu upite. Maadamu ni Mungu anakuruhusu upite, kubali tuombe Mungu, ninakuamini. Sikutarajia kama nitafika hapa. Sikutarajia mazingira ambayo nilikuwa nayatarajia nikifika chuo nitayakuta namna gani, lakini sikuyatarajia, lakini nimekubali, nitazidi kuamini. Hawa ndugu wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, haikuwa rahisi kwao, lakini walikubali kuamini. Haikuwa rahisi kumuelewa Mungu, lakini walikubali. Leo tunaendelea na njia ya pili. Kuwa tayari kwa maandalizi Mungu atakayokuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Kuwa tayari kwa maandalizi Mungu anayokuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Kuwa tayari kwa maandalizi Mungu anayokuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Nianze na ushuhuda wangu.
kabla sijaanza kuhubiri, labda kuzunguka vioni, nilijikutaga sana napenda sana kusoma Biblia tu, napenda kusoma Biblia. Wakati niko mdogo, niko Sunday school, nikawa nasoma Biblia sana. Muda mwingi kuna wakati mimi ni mdogo nyumbani, kwa hiyo kuna wakati ikitokea zile siku za sikukuu, labda mchungaji labda wa kwenda kuchunga mifugo polini hayupo, unateuliwa wewe ukachunge mifugo. Okay, unaenda. Kwa hiyo nilikuwa nikienda natembea na Biblia changu kile cha Agano Jipya, nikawa napenda sana kukisoma la kama. Sikuwa ninajua kwamba kumbe Mungu kuna hatua ananiandaa. Haleluya, Kristo asifiwe sana. Siku moja tukiwa tupo kwenye ibada ya jumuiya, nikamwona kaka yangu anaimba, tunaimba tenzi, nyimbo, alafu yeye anaimba kwa kichwa, alafu mimi siwezi kuimba kwa kichwa. Nikamuuliza, inakwaje unaimba nyimbo kwa kichwa? Akaniambia, wewe endelea tu kusoma, endelea kuimba kupitia tenzi, endelea kuimba tu, kuna wakati utafika na utajikuta unaweza kuimba. Siku moja mimi wakati niko advance, tuko form 6, ndugu mmoja akanifuata akaniambia, Dominic, inashangaza sana ukiwa unahubiri pale, ile mistari ambayo unahitaja alafu unaisema pale ukiwa pale mbele, alafu tukienda kusoma tunakuta ni vile vile. Nami nilijibu vile vile, nikamwambia, wewe endelea tu kusoma Biblia, kuna wakati utafika utashangaa ile mistari na wewe unaweza kuisoma bila kuangalia. Haleluya, ndivyo ilivyo. Kuna wakati Mungu anakuandaa. Yaani kuna wakati unafika ni vigumu kuelewa kwamba hivi kweli. Ukiniuliza hii Biblia, mwaka wangu wa kwanza kuanza kuimaliza kusoma Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo ilikuwa ni mwaka 2017. Ndio ilikuwa ni mwaka wangu wa kwanza kumaliza. Na sikutegemea kama nitakuja kuimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikisoma na ninasoma Mathayo mpaka namaliza Ufunuo. Nikisema nianze Agano Jipya, najikuta nimesahau nilishia wapi. Naanza tena upya. Na labda ngoja nianze kitabu kicha, ngoja nianze nyuma, labda nianze nyuma nianze nyuma kwenda mbele. Kuna tunafika unasahau. Lakini mwaka 2017 Mungu ndo akanipa neema kwa mara ya kwanza. Haleluya. Yamkini wewe sasa hivi kuna mazingira Mungu anakuandaa, haujaelewa. Lakini tambua unapokwenda kuna wengi utawavusha. Yamkini sasa hivi hujaelewa kwa nini nafanya vitu hivi, kwa nini kuna njia Mungu ananipa, kwa nini. Lakini tambua kuna mahali Mungu anakupeleka. Na anapokupeleka kuna yamkini utafika ile eneo, wengine wote watakuwa wamekata tamaa, alafu utasema hapana, hapa tunavuka hapa. Hujawahi kuona mnaenda mahali fulani, mnampa na kiongozi, mnafika mmekwama, mnasema hatujui tunafanyaje hapa. Anasema hapa njia ipo. Kwa nini? Kuna namna Mungu, wengine wote wasielewe ndalia ni wapi. Haleluya. Kila mmoja hapa kuna kitu cha kitofauti Mungu ameweka ndani mwake. Lakini hicho kitu kabla hujaanza kuishi, kuna aina ya maandalizi Mungu atakuandaa. Nasema hivi, ile kalama ambayo mbeba kabla hujaanza kuishi, kama ni ya uimbaji, ni ya kuhubiri, ni ya kushauri watu, kuna aina fulani ya mazingira Mungu atakutengeneza kwanza. Atakutengeneza kiasi kwamba utafika hatua ambayo wengine wote hawaelewi kabisa suru, hawaelewi kabisa njia yote ile. Alafu unasema hapana, linawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Hakunaga waga ninasemaga neno hili. Do not believe in miracle. Believe in Jesus Christ. Usiishi sana kutegemea kuamini kwenye miujiza. Jifunze kuamini katika Kristo. Acha muujiza ukute upo katikati ya mapambano. Labda niseme hivi. Kio na mtu labda anafanya ni hesabu au anafaulu. Jua kuna muda alikupo nao anasoma. Hakuwa anajua mtihani utakuja vipi. Kwa alivyoingia kwenye mtihani, maana alikuwa na muda wa kujiandaa. Alafu akaingia kwenye mtihani. Haleluya. Naomba kidogo nisome haya maandiko, inawezekana ukanielewa vizuri sana. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 15. Kutoka sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 15. Maandiko yanasema hivi: hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, tazama watu wawili Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule alimdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua
yule Misri. Musa akaogopa, akasema kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao akapata habari, akataka kumuua Musa, lakini Musa akimbia mbele ya Farao, akaa katika nchi ya Midian, aketi karibu na kisima. Tuishie kwanza tu hapo. Hii habari inamzungumzia ndugu mmoja anaitwa Musa, ambaye tukiendelea kusoma Biblia mpaka mwisho inaelezea Musa alikuja akawavusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu, akawavusha jangwani, lakini alifika hatua kwenye visima vya Meriba hakuweza kufanikiwa kufika nchi hadi. Lakini nataka tuiangalie hapa namna ambavyo mwanzoni huyu ndugu Musa alivyokuwa mtoto mpaka akaja kuwa mtu mzima. Maandiko yanasema alipokuwa yuko pale Misri, siku moja akiwa amekaa anaona Mwebrania na upande wa Misri wanapigana. Maandiko yanasema akaenda kuamua. Alivyoamua akamua yule Misri alikuwa anampiga Mwebrania, alikuwa anampiga ndugu zake. Alivyoenda akamua, maandiko yanasema akamfukia chini ya mchanga, anayekamzika, alafu akaondoka. Siku inofuata, siku zikapita, yamkini sijui Biblia imesema siku ngapi zikapita. Ghafla akaenda siku nyingine, akaona ndugu zake Waebrania wanapigana. Kwa sababu walikuwa ana hali fulani ya kutamani kupenda amani, hapendi kuona mtu anaonewa mwingine. Maandiko yanasema akaenda akawaamua. Alivyoamua mwenzake akamwambia hivi, wewe ni nani aliyekuweka kuwa mwamuzi juu yetu? Wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Okay? Musa akagundua kwamba kumbe hili jambo lilikwisha kujulikana. Kwa hiyo Musa akatafuta njia mbadala. Zinasema zile taarifa zilizofika kwa Farao, Farao akaanza kumtafuta Musa aweze kumuua. Haleluya. Tunakwenda pamoja. Akamtafuta Musa aweze kumuua. Maandiko yanasema hivi, Musa akakimbia mbele ya uso wa Farao. Twende polepole. Musa akakimbia mbele ya uso wa Farao. Kwa maana nyingine akaenda kujificha ajiweke salama. Maandiko yanasema akaelekea nchi ya Midian, akajificha huko. Kwa hiyo kweli alikopo ana kiu ya kutamani kuleta amani. Alikopo ana shauku kubwa sana ya kuona watu wanaishi kwa amani. Lakini ghafla imekuwa vita juu yake. Kwa maana nyingine ambeba hatma kubwa. Atamani kuona watu wanaonewa, lakini ghafla Farao mpata hizo habari, anataka kumuua. Musa akasema isiwe shida. Kani shida iko hapa, isiwe shida kabisa. Akachoka kichwa chake, akatoka zake. Maandiko akasema akaenda Midian. Kwa maana nyingine ni kama akasema hivi, kama mtakufa huko kufeni wenyewe, mimi acha nitoe niende zangu. Akaondoka. Haleluya. Tuendelee mbele. Tusome hiyo Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Baada ya Musa kukimbilia kwenda Midian, alivyokwenda Midian, alienda kufanya nini? Kumbuka pointi hii tunasema kuwa tayari kwa maandalizi Mungu atakayokuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Kuna nyakati zinazokuja ambazo wewe uzijui, lakini kuwa tayari sasa hii Mungu kuandaa, kuwa tayari. Mungu anapokutengeneza mazingira ya kuandaa, kuwa tayari. Haujatambua nyakati zinazokuja zina ugumu kiasi gani, lakini sasa hii Mungu anapokuandaa, kuwa tayari. Haijalishi ni njia ngumu kiasi gani, lakini kuwa tayari. Hapo hapo ndio kaisahau. Maana kitabu hicho cha Kutoka sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 10. Maandiko yanasema hivi: basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Kwa hiyo Musa alipoenda kule Midian, akaenda akapata kazi mahali fulani kwa mke wa Yethro, akaanza kazi ya kuchunga. Siku moja akiwa polini, ghafla anashangaa kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Akasema ni kitu gani hiki? Akaona kumbe ni kijiti tu. Lakini alianza kushangaa hakiteketei. Mwisho wa siku akasema nitageuka sasa. Tuseme wote nitageuka sasa. Nitageuka sasa. Akasema nitageuka sasa niaone maono haya makubwa. Kijiti hiki kinawaka moto lakini hakiteketei. Haleluya. Kumbuka usije ukasahau, Musa amekimbia uso wa Farao. Ameenda kujiweka salama.
hatma aliyotakiwa aisaidie wana wa Israeli ameamua kujikimbia, kujitenga. Tuendelee mbele. Mstari wa 4. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposema ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Kwa hiyo Mungu alivyoanza kujitambulisha baada ya Musa kugeuka, baada ya Musa kusema okay, sawa, acha nikubali, ghafla maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa, usikaribie mahali hapa, vua viatu vyako. Kwa maana nyingine, tubu maovu yako. Nchi usemao ni nchi takatifu. Alafu Mungu akaanza kujitambulisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa maana nyingine, Musa yamkini alikuwa amebeba kusudi kubwa, lakini hakuwa anajua Mungu ambaye anamtumikia ni Mungu yupi. Kwa hiyo ghafla Mungu alipoanza kumuita Musa, jambo la kwanza aliloanza, alianza kwanza kujitambulisha. Mungu ambaye unamtumikia ni Mungu wa baba yako. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akaanza kujitambulisha pale. Kama mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Okay. Musa akasema isiwe kesi, sawa. Kama wewe ni Mungu, ni Mungu wa baba yangu, sawa. Maandiko yanasema hivi, alivyoendelea mbele. Mstari wa 5. Mstari wa 6, wa 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana yajua maumivu yao. Naomba nirudie mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Haleluya. Ngoja nirudie tena. Maana nimeyaona mateso ya watu wangu. Kitabu kile cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6 kinasema hivi, kwa maana watu wangu wanaangamizwa, watu wangu wanaangamizwa. Nataka uone neno watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu, hii ni lugha ya Mungu anaongea, watu wangu. Kumbe unawezekana ukawa ni mtu wa Mungu lakini unaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe inawezekana ni mtu wa Mungu lakini unapata mateso. Mungu anamwambia Musa kwamba hivi, nimeona mateso ya watu wangu. Nimeona mateso ya watu wangu wanavyoteseka kule Misri. Okay, kuyaona mateso ya watu wake Mungu sio shida. Maandiko yanaendelea mstari wa 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Mwebusi. Basi tazama, kile kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria tena, nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Mstari wa 10 ndio umbeba kiini. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili wapate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Musa, haya basi, nitakutuma kwa Farao. Tukumbuke Musa alikimbia uso wa Farao akiamini anakwenda kujitetea. Ghafla Mungu amekutana naye kule Midiani. Mungu akaanza kumwandaa Musa vizuri sana, akampa maelekezo ya kutosha, akaenda kujitambulisha, alafu akasema nitakutuma kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine ni kwamba Musa alipokuwa kule Midian, Mungu alianza kwanza kumwandaa. Ni kweli ulikuwa uko Misri, uliona kabisa anachofanywa ni dhuluma, lakini ulikuwa hauna maandalizi. Sasa uko Midian, Mungu ameanza kumwandaa vizuri kabisa. Huyu Farao akabiliki kwa namna hii, akabiliki kwa njia hizi. Kuna namna ambavyo nitakao mkabili Farao kwa njia hizi. Ukienda kwa Farao lazima uende unamjua Mungu unemtumikia. Ukienda kwa Farao lazima ujue Mungu wako ni yupi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa baada ya kugundua kwamba Mungu aliyenaye ndio yupi, maandiko yanasema Musa akapewa maagizo kwamba nenda sasa kwa Farao, nenda kwa Farao. Kwa maana nyingine kwamba Musa amekwisha kuandaliwa vya kutosha, ameshaandaliwa sasa, anao ujasiri wa kumkabili Farao, anao ujasiri wa kumkabili Farao. Usikaribie jaribu kama Mungu hajakuandaa. Usikaribie jaribu kama Mungu bado hajakutengeneza vizuri. Kadri jaribu linavyokuja ukubwa, wale Mungu niandae. Sijajua jaribu langu la kesho litakuja na ugumu kiasi gani, lakini sai Bwana
ninaomba uniandae. Saa hii Bwana, naomba unipike. Ukinipika ni hivi. Jaribu likija na ugumu kiasi gani, nisiogope, nisikimbie uso wako, nisikimbie mbele ya hatima ambayo umeniwekea, nisikimbie mbele ya kusudi ambalo umenipa. Hajalishi jaribu lina ugumu kiasi gani, hajalishi Farao wangu ni mkubwa kiasi gani, nisimuogope, nimkabili. Kwa nini nisimwogope? Kwa sababu ninamjua Mungu nile naye, ninamjua Mungu alikonitoa. Maandalizi Mungu anayokuandaa saa hii ni maandalizi makubwa kwa ajili ya nyakati zinazokuja. Haleluya! Kwa hiyo usifike stage ukaanza kujawa na hofu, ukaanza kuogopa. Haleluya! Kuna mazingira Mungu anakutengeneza vizuri sana. Yamkini kuna hatua ulifika. Wangapi leo hii kuna wengine mmefika kwenye mtihani ukaona kwa kweli sijajiandaa vya kutosha, ukarudi nyuma. Maana yake ulikuwa unahitaji muda wa kujiandaa. Hivyo hivyo kila unapokuwa hivyo hivyo. Ni vigumu sana kushinda changamoto, ni vigumu sana kushinda. Kwa hiyo saa hii ipo haja kwa Mungu, naomba uniandae. Sijajua kesho yangu, sijajua ndoto leo, sijajua. Sijui mwaka huu nakutana na vingapi, lakini naomba Mungu uniandae. Naomba Mungu uniandae. Ni tena Farao ambaye ameshikilia watu wako, nisije nikaogopa. Musa alikimbia ile hatma, alikimbia ile hatma. Kwa nini? Alikuwa hana maandalizi ya zile nyakati. Hana maandalizi. Ipo haja kwa Mungu, naomba uniandae. Sijajua nitakutana, yani leo hii yamkini nimetoka nyumbani nimekuja ukata siku tegemea mazingira namna hii, lakini saa hii niko hapa. Mungu naomba uniandae kwa ajili ya kesho yangu. Saa hii niko hapa. Mungu naomba uniandae kwa ajili ya ndoto yangu. Saa hii niko Mungu naomba uniandae. Haleluya. Musa aliandaliwa na Mungu, alikuwa kumwogopa Farao. Lakini Musa ambaye hakuandaliwa alimkimbia Farao. Narudia tena. Nasema hivi, Musa ambaye alienda kuandaliwa kule Midian, alipomwenda kwa Farao, akasema it is okay. Lakini Musa ambaye hakuandaliwa, alipokuwa kwa Farao, alikuwa anamwona Farao ni mkubwa sana. Kwa sababu hajajua ukubwa Mungu wake. Alipoenda Midian akaandaliwa vizuri sana. Akasema aisee, kumbe Mungu wangu ni mkubwa kuliko Farao. Akaja ujasiri wa kusema niko tayari kwenda. Niko tayari kwenda. Kwa nini? Anatambua ukubwa wa Mungu wake. Sijajua nyakati zako zinazokuja ni nyakati zipi. Sijajua. Kwenye huduma yako, kwenye masomo yako, kwenye ndoto ulio nayo, kwenye hatima uliobeba. Sijajua nyakati zako zinazokuja. Lakini ipo haja kwa Mungu, naomba uniandae saa hii. Naomba uniandae. Mimi naomba uniandae. Ili nyakati ngumu zinapokuja nisiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika sentensi chache. Mungu alitumia nchi ya Midian kumwandaa Musa juu ya kuja kuokoa taifa la Israeli. Mungu alitumia nchi ya Midian kumwandaa Musa juu ya kuja kuokoa taifa la Israeli. Mungu anaweza akaitumia Katavi ya Pasua kuandaa wewe kuja kwa kiongozi mmoja mkubwa sana duniani. Mungu anaweza kutumia hii SUA hapa, haya mazingira unayoona hapa, kuja kuongoza watu wengi sana ambao wengi watakuwa wamekata tamaa. Mungu anaweza kutumia mazingira yote yale kuandaa wewe kabisa. Lakini inakupasa kuwa tayari. Kuwa tayari kwa maandalizi Mungu atakayekuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Kuwa tayari kwa maandalizi Mungu anayokuandaa. Wewe unaweza kupona hapa SUA upo kawaida tu upo hapa. Lakini tambua kabisa kuna aina fulani ya maandalizi Mungu anaanza kuandaa. Amua kuangaza, huyu mwanangu ni mtu mkubwa sana kwa ajili ya kesho aliyobeba, lakini lazima nitengeneze mazingira fulani ya kumwandaa vizuri ili atakapofika katika, tutakwenda kuona habari ya huyu ndugu Musa. Alipofika mahali fulani, wengine wote wameishiwa nguvu, wengine wote hawaoni tumaini. Yeye alifanya nini? Si kwa sababu alikuwa na ujasiri, ni kwa sababu alikuwa na ujasiri kwa sababu ya maandalizi Mungu aliyomwandaa. Kuna mazingira utafika, wewe utajikuta una ujasiri katikati ya watu wengi waliokata tamaa, wamekata tamaa kabisa, haoni njia. Alafu unasema hapana, bado ndio alipo tumaini la kuvuka hapa. Wanasema huyu ndio anapata ujasiri. Ni kwa sababu ya aina ya maandalizi Mungu aliyokuandaa. Mungu alikuandaa, itambua kabisa nyakati unazokuja zinawezekana zikawa ni ngumu, lakini maandalizi anayokuandaa sasa hivi mahali hapa Katavi hapa SUA, kimazingira, sijui kinini anavyokuandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi wengine ni mashahidi. Ni wangapi ambao yamkini hata hapa walishakuja, wengine walikuja hapa first year, ghafla hali yao ikawakataa, wakajikuta wanaondoka. Kweli walikuwa wanapenda masomo, wanapenda kozi, lakini ghafla hali ya hewa imewakataa. Wewe leo hii mpaka leo hii bado unaendelea kumuona Mungu anakutia kwenye afya yako. Haleluya. Yamkini leo unakumbuka wakati uko chuo au wakati uko shuleni.
Kuna wengine walienda kwenye mkoa fulani, walikuja mkoa, wametoka mikoa fulani, ghafla wametoka pale, ghafla hali ya hewa ikakataa kabisa. Kweli kabisa na kiu ya kusoma, lakini hali ya hewa imkataa. Wewe uko hapa, haujatambua kesho kutwa, mwakani baada ya kuanza masomo utakuwa wapi. Unaoaje kumwambia Mungu, niko hapa SUA, ninaomba uniandae kwa ajili ya kesho yangu. Ninaomba uniandae kwa ajili yanayokuja. Si ajue atakuwa magumu kiasi gani. Naomba uniandae kwenye kalama ulionipa. Naomba uniandae kwenye wito ulionipa. Naomba uniandae kwenye huduma ulionipa. Naomba uniandae kwenye ndoto niliyobeba. Naomba uniandae kwenye hatma ulionipa. Mungu ni mwaminifu sana. Yesu asifiwe sana. Musa yule ambaye alimkimbia Farao ni Musa yule ambaye alimrudia Farao, lakini alimrudia Farao akiwa na maandalizi yamekwisha kuandaliwa. Ni Musa yule kabisa, alikuwa yule kabisa, sura yake ni ile, ana kila kitu ni kile, umbile lake liko vile, amekuwa ni mtu mzima kabisa. Ni Musa yule ambaye alimkimbia Farao, alikuwa anamuogopa sana. Lakini alivyoenda kukutana na Mungu, Mungu akamwambia, nakutuma sasa. Yamkini saa ile ulikuwa unafanya vile vitu, hujajua anayekutuma ni nani. Saa hii nakutuma na kuthibitishia kwamba nimekutuma. Alipokuwa alijaa ujasiri, akaenda kwa Farao bila kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vigumu kuongoza watu kama hujapewa mamlaka. Ni vigumu sana. Ni vigumu kuongoza watu kama hujapewa nafasi kwenye uongozi. Leo hii ni vigumu kuambia watu tusalii mahali fulani. Ni vigumu kama hiyo nafasi hawaitambui. Lakini ukishapewa nafasi, tayari umeshakuwa kiongozi. Unayo mamlaka ya kusema, jamani, sasa hivi tunasali mahali fulani. Kwa nini? Kwa sababu mpaka upewe nafasi, ni aina maandalizi Mungu anakuandaa. Ni aina maandalizi umepewa. Haleluya. Naomba andike sentensi nyingine hii. Mungu anaweza kutumia mahali popote pale kukuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Mungu anaweza kukutumia mahali popote pale kukuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Mahali popote pale kabisa. Mahali popote pale. Hata kama ni mahali pagumu, Mungu anaweza kupatumia hapo hapo. Mimi sikuwa ninajua siku moja nitaandaliwa kuja kufika Katavi. Sikuwa naelewa kabisa. Nilipokuwa najisomea zangu Biblia, sikuwa naelewa. Ile kwamba nimeleta kusoma Biblia haina maana kwamba kila mistari naifahamu. No. Ni neema tu Mungu amenipa. Nikaitumia hiyo kidogo. Lakini haina maana kwamba kila mstari naufahamu. No, kuna mistari mingine nikisoma sasa hivi hivi mstari wakati nasoma niliusoma kweli? Haleluya. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia mahali popote pale kabisa. Anaweza kupatumia hata pa Katavi. Akaweka utulivu mkubwa sana juu yako. Akwambia ukiwa unasoma, endelea kuandaa na vitu hivi na hivi. Kesho na kesho kutwa unakuja kutambulika. Wanasema, mbona tulisoma wote pale Katavi, lakini sikuwa najua kama wewe ni mwimbaji mkubwa. Sikuwa najua kama una karama kubwa ya kuombea watu. Sikuwa najua kama wewe ni mtumishi mkubwa. Leo hii kuna wengine ambao nilisoma nao chuo, hawakuwa wanajua. Na mimi hata sikuwa najua kama siku nitafika kuja mikoa kama hii kufanya injili, kuhubiri, sikuwa najua. Ukiniuliza kwamba ulikuwa unatafakari, ndugu mmoja alikuwa anauliza akasema, hili jina la huduma lilikuwaje? Toka ulianza kuandaa, akaniambia hapana, yani nilikuja tu ghafla. Kwa hiyo sikuwa natambua kwamba eti siku moja nitakuwa mahali fulani, hapana. Lakini kuna mazingira unafika, unamwambia Mungu, ninaomba uniandae kwa ajili ya nyakati zinazokuja. Haleluya. Familia yako unaipenda sana, unatamani sana siku moja kuja kuwafanyia surprise wazazi wako, kuwatengenezea kitu kikubwa, lakini haujajua nyakati za kesho zinakujaje. Ipo hayo, Mungu naomba niandae tu. Unajua watu wengi tunafikiria always positive. Yaani unafikiria nikimaliza hapa. Nyinyi wengine mnajua, unasema nikimaliza hapa, nitapata kazi, nitajengea wazazi wangu nyumba nzuri sana. Lakini haujajua nyakati zinazokuja, ukimaliza chuo utatana mangapi? Haleluya. Hapo wengine ambao walisema ninasoma hapa chuo 2025 na vile nimeanza 2024, 26. Alafu nikimaliza hapo nitatoka hapo nitaenda kufanya biashara. Kazi na mbwa mimi nitaenda kufanya biashara nyingine, lakini ghafla anategemea namaliza 2025 ghafla. Anataka namaliza 2026. Maana kipo haja, Mungu naomba uniandae. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Ghafla, yamkini si ukutana changamoto za kawaida, labda za kawaida tu. Ghafla ukatokea emergency hapa na pale, ghafla ukashangaa 2024 labda kuahirisha masomo.
Kwa hiyo ipoaje Mungu, ninaomba niandae. Sijajua kesho yangu ipoje. Sijajua future yangu ipoje. Ni kweli nina ndoto kubwa sana kwa ajili ya kuifikia, lakini sijajua. Yesu, ninaomba uniandae. Saa hii niandae Bwana, nyakati zitakapokuja ngumu za furaha, niwe tayari kupita, niwe tayari kuvuka. Nitakapokuja mbele ya Farao nisiogope, kwani ninamjua Mungu aliyeniandaa. Haleluya. Ukishatambua Mungu wako aliyekuandaa kule Midian, hautaogopa kumkabili Farao. Hautaogopa. Utasema Farao, kweli wewe ni mkubwa sana, ni kiongozi mkubwa sana, lakini ninamjua Mungu ninayemtumikia. Ninajua Mungu kabla sijafika hapa. Andika sentensi nyingine hii. Ni vigumu kufika hatima yako kama bado Mungu hajakuandaa. Ni vigumu kufika hatima yako kama bado Mungu hajakuandaa. Sentensi nyingine andika, ni vigumu kuliishi kusudi la Mungu kama Mungu hakuandaa juu ya namna ya kuliishi kusudi la Mungu. Ni vigumu kuja kuliishi kusudi la Mungu kama bado Mungu hakuandaa namna ya kuja kuliishi kusudi la Mungu. Ni vigumu sana. Wapo watu wengi ambao wana wito mkubwa sana na kusudi kubwa sana, lakini Mungu hakuandaa. Wao wakajiona wanaweza. Ni wangapi leo hii wana kalama kubwa sana, wanaweza yaani akihubiri kabisa, lakini namna ambavyo anahubiri yamkini mwingine hata hekima hana. Unajua ile kama Mungu amekufunulia maono, amekufunulia kila kitu, ipo haja na Mungu, naomba unipe na hekima. Haleluya. Si kama ile nafasi nilopata kama mimi ndo professional sana, ndo najua sana. Hapana. Wapo wengi wanaweza kusimama hapa. Wapo wengi sana. Kwa hiyo ipo haja Mungu, ninaomba unisaidie. Leo hii mpaka ukaacha mkacha tiba zao ukasema ngoja nikasikilize semina. Si kama tukisimama mahali hapa kwamba sisi ndio maprofessional najua kila kitu. Hapana. Ni namna neema ambayo Mungu ametupa, tunakubali kutembea namna hiyo. Tunakubali kutembea kwa namna hiyo. Ni vigumu sana mtu kumwambia subiri wakati ana kiu ya wakati huo. Haleluya. Ndugu mmoja leo kunifuata nikiwa nimaliza chuo. Sasa mtumishi, natamani sana na mimi niwe na huduma kama kwa nizunguke mikoani, nizunguke kwa vioni. Kaambia okay. Inawezekana. Ni Mungu tamna mambo atakupa neema, unaweza kufanya. Lakini kwa wakati huu unaweza ukaanza kutembea mashuleni, vikundi vya pale. Mimi ndivyo nilianza kufanya vikundi vya pale, unaomba nafasi, unakwenda unahubiri, unajitambulisha, unaelezea. Baada ya siku ya kwanza, siku ya pili, naona yeye itachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo anaona kwamba ni mlolongo mrefu mpaka kuja kufika anze. Yeye anataka tu ghafla. Yaani tuna wimbi kubwa la vijana ambao wanataka leo kesho amekuwa maarufu. Hamna njia hizo. Njia hizo zipo zile za shortcut, ambazo sio za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati unabidi ufike, Mungu niko tayari unipitishe kwenye mchakato. Ukiniambia subiri, Mungu nipe kiu ya kuvumilia, nikubali kusubiri. Leo hii unatamani una kiu kubwa ya uimbaji, unasema natamani niwe mwimbaji mkubwa. Leo hii nikiimba watu wajae. Sawa, lakini kubali Mungu akupitishe kwenye mchakato wake. Ndio maana Musa alipoanza tu kwenda kuamua kufanya maamuzi pale, ghafla ikamulia kwamba Musa anatakiwa uawe. Musa akaona okay, sio shida, akakimbia. Kwa nini natamani kuvita ghafla awe mtetezi wa watu? Lakini haipogo hivyo. Ni kweli una wito mkubwa, ni kweli kuna hatima kuwa mbeba, lakini kubali kupitishwa kwenye mchakato Mungu atakuruhusu upite. Haleluya. Haijalishi kwamba ni mgumu kiasi gani, kubali tu. Leo nitambua kama hivi, kuna wakati Mungu atanipa neema wakati mwingine. Lakini kuna hatua unabidi ufike, ukubali kupitia kwenye mchakato. Kubali tu. Yamkini wengine wanasema kama anajidhalaulisha. Kubali tu. Maana kuna mahali unaenda. Haleluya. Kuna mahali unaenda. Wengine hawajatambua hiyo picha ambayo tayari umekwisha kuiona, hawajaiona. Lakini tambua kuna mahali unaenda. Kubali saa hii Mungu akuandae. Kubali saa hii Mungu akufinyange. Kubali saa hii. Kuna watu leo hii utakutana nao ghafla watakupa fursa kubwa kiasi kama yaani siku moja ilikuwa nimerudi nyumbani. Nikawa nimealikwa kwenda kuhubiri kwenye fellowship moja. Niko na kaka yangu. Kwa nikaandaa somo kubwa sana, nikaandaa vizuri sana.
Nikaamini nitakuta watu wengi sana. Tuko na kaka yangu, tukaenda kwa, nikajiandaa. Nilipofika mahali pale, nilikuta mtu mmoja tu. Afu ni kaka yangu. Moja tu. Haleluya. Hata cheki nimejiandaa kwa ukubwa. Nimetoka zangu Arusha nikaenda zangu. Kwa nikajua tu mmoja tu. Afu angalau upinzani leo ukaanza kuibuka. Sasa hapa nibadilishe somo, nitafuta mstari, mimi nitafuta mstari mmoja ndio nihubirie. Nikaanza kubishana ile nafsi, nikabishana, lakini mwisho wa siku nikasema acha nifundishe ili nilikuwa nimekwisha kuliandaa. Nikaenda nikasimama mahali pale, tukaimba mbele kuabudu. Nikaenda nikasimama, tukaomba. Kama watu wako wengi, nikaanza kuhubiri, nikahubiri. Yana shumu ni kaka yako umetokana nyumbani, anajua leo hii umetoka sijui mahali fulani, umeenda sijui kuchota maji, umeenda sijui shamba, mmerudi. Unajua shughuli zote mnazofanya. Hapo unakwenda na mhubiria. Kwa hiyo nikaanza kuhubiri, nikahubiri somo lile nilokuwa somo langu ile, kwa nini tunajifunza neno la Mungu. Nikalihubiri vile vile azifu naona watu wengi. Lakini ile siku ndio kaka yangu aligundua, akasema una karama ya ualimu. Akanitamkia baadaye kuisha ile ibada. Kuna mtu unaweza kukutana naye. Huyo mtu yamkini kuna aina ya nafasi kidogo tu Mungu anataka akutambulishe kwa ukubwa. Janielewa? Nasema hivi, kuna mtu unaweza kukutana naye leo hii hata hapa chuoni. Kwa nafasi kwa muda mchache tu. Lakini kuna kitu kikubwa, yani nafasi kubwa sana mahali fulani. Au kwa nafasi kadogo tu Mungu akatumia kukutambulisha. Haleluya. Kristo asifiwe sana. Amen. Lakini wewe ukisema bwana sasa hivi yaani ubiri hapa, kwani tusiahirishe tukafanya wakati mwingine? Leo hii mpo hapa, mimi siwezi kujua nne mhubiria ni nani kesho. Sijui. Lakini najua kuna watu wakubwa wako hapa. Kuna watu wakubwa wako hapa. Leo na kesho kuna mtumishi fulani alikuja kwenda Dominiki. Kuna mtumishi fulani sijatambua. Mimi siwezi. Nilikuwa naongea na mwenyekiti nikamwambia, unajua ukiwa pale mbele sio rahisi kukumbuka sura zote. Yaani naweza tukutana hapo nje nikakuta paka nianze kufikiria. Lakini tambua wewe ni mtu mkubwa ujaye. Haleluya. Kristo asifiwe sana. Wewe ni mtu mkubwa ujaye. Yamkini semina hii Mungu anakuandaa kwa ajili ya utu wako kubwa unaokuja. Yamkini semina hii Mungu anakuandaa kwa ajili ya nyakati zinazokuja. Yamkini ni ngumu, lakini tambua ili usije kasahau ni mtu mkubwa. Mungu ametumia gharama zote, ameweka utayari na kutoka huko sisi nilikokuepo, nikaacha majukumu yangu, nikaacha kazi, nikaomba maruhusa, ghafla nikaja hapa, lakini tambua kabisa kuna kitu kikubwa kipo mbele yako. Mungu anatumia semina hii kukuandaa. Haleluya. Yamkini saa hii wengine wasikuelewe kabisa. Lakini tambua hii semina sio bure. Haleluya. Jambo jingine andika. Kabla ya kuandaliwa, Musa alimwogopa Farao. Baada ya kuandaliwa, Musa alimkabili Farao. Kabla ya kuandaliwa, Musa alimwogopa Farao. Baada ya kuandaliwa, Musa akamkabili Farao. Kabla alikuwa anamwona Farao ni mkubwa sana. Alipoenda Midian akaandaliwa vizuri sana. Kuna mtu yuko hapa ana kitu kikubwa sana, lakini yamkini alikuwa anaogopa siku moja kukiexpress. Anasema nikienda kuimba pale siku ya vishirikishi, nikienda kuimba pale wengine wakasema sauti yako hii mbona haiendani na kwa mwimbaji. Sasa siku ya leo Mungu anakuambia jitie ujasiri, kwa sababu hicho kitu Mungu alichoka napo ni Mungu ndo amekiweka, sio mtu mwingine. Kwa hiyo usiogope kujiexpress. Ukasema nina sauti yangu. Kuna wangapi leo ni waimbaji wakubwa, ukiangalia sauti zao wakija kuimba kwenye uhalisia haziendani. Lakini ana ujasiri. Kwa nini usijitie ujasiri? Jitie ujasiri kwa sababu wewe pekee ni Mungu ameweka ndani mwako, ni pekee kabisa. Haufanani na mwingine. Yaani hivyo ulivyo, huko hivyo hamna mwingine anayefanya na wewe. Yaani hilo usije kasahau. Hivyo ulivyo, kitu Mungu alichokiweka hakiwezi kufanana cha mtu mwingine. Kwa hiyo usije ukafika kwanza kuogopa kwa yaani nikiimba pale, yaani siji sauti yangu kama vile na. Kwa hiyo maadamu ni Mungu ameweka hicho kitu ndani mwako, usije ukaogopa ukaanza kumkosoa. Unafikiri kwamba yuko perfect hapa? Hamna. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Hamna ambaye yuko perfect. Kwa hiyo tuko hivi na mapungufu yetu, na kuna wakati mapungufu yetu ndio yanatufanya tuwe pamoja. Chukua hiyo sentensi joka isahau. Yaani mapungufu yetu ndio kuna wakati anatuweka tunakuwa tuko pamoja. Mimi sina hiki, wewe una hiki. Wewe unaweza kuimba pambeo za kuabudu, mimi naweza kuhubiri.
Kwa tunategemeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unaweza kuongea mbele za watu, mimi naweza kuandikia, unachokwenda kuongea mbele za watu hiki na hiki. Halafu una ujasiri na confidence unakwenda kuongea mbele za watu. Lakini kuna mtu alikwisha kuandaliwa, alishakuandalia kabisa ile ni hotuba au nini. Ukienda kuongea point. Kwa ukifika pale unajielezea tu. Wengine mpo hapa mnakuja kuelezea labda ni presentation hapa. Kuna mtu alikufundisha ukienda pale, jambo la kwanza face watu. Ukiface watu unaongea kidogo, unaangalia point, unaongea kidogo, unaangalia point. Lakini si kama ulichimba mwenyewe. Kuna mtu alikuandalia bwana, ukifika ongea point. Hivyo tunategemeana. Haleluya. Kristo asifiwe sana. Yaani leo usije ukasahau kabisa tunategemeana. Kwa hiyo hakuna ambaye yuko perfect. Yaani amekamilika vyote. Kwamba huyu ana kila kitu, hata hizo huduma tunazofanya. Si kama tuna uwezo wa kwenda maeneo yote haya. Sisi tupo tayari, Mungu anainua watu wa kutusupport. Unakwenda mahali fulani, sadaka yangu hii. Kawabilia tu kwa Mungu akubariki. Unakwenda mahali fulani, na vitabu vimeandaa, okay, hii sadaka yangu utafanya kwa ajili ya ambao umesema utakubali kuokoka. Kwa si kama tuna kila kitu. Hapana. Ni kwa sehemu Mungu ametupa, tunashare na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kabla ya kuandaliwa Musa alimuogopa Farao. Baada ya kuandaliwa Musa alimkabili Farao. Naomba tusome kitabu cha Kutoka tena sura ile ya 14. Mstari wa 13, tuanze mstari wa 9. Tukamwone huyu Musa ambaye sana anarudishwa kwa Farao. Alivyorudishwa kwa Farao, akaanza kuomba ruhusa. Akaanza kupambana, pigo la kwanza, pigo la pili, pigo la tatu, pigo la 4, pigo la 5 mpaka pigo la 10. Ghafla likafika la 10 wakapewa ruhusa, wakaanza kuondoka, wakaanza safari ya kuondoka. Huyu Musa aliyekuwa anaandaliwa kwenye mapigo yote 10. Muangalie sana kwenda anza kukutana na bahari ya Shamu. Kama Mungu akuandaa kwenye mapigo 10, ni rahisi sana kuogopa bahari ya Shamu ambayo iko mbele yako. Kutoka sura ya 14, tuanze mstari wa 9. Tunamalizia hapa tunakwenda kuomba. Kutoka sura ya 14, mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: Wamisri wakafuata nyuma yao. Farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hadi wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihahirothi kukabili Baal-Sefoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana, wana wa Israeli wakaanza kumlilia Bwana. Wakaogopa sana, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Mstari wa 11. Wakamwambia Musa, kabla ndio mstari wa 11. Hawa ni wana wa Israeli. Namna ambavyo Mungu amemwandaa Musa ilikopo tofauti na namna ambavyo wana wa Israeli wameandaliwa. Wana wa Israeli wamefika mahali wanaona mbele yao kuna bahari ya Shamu. Wako na Musa ndio. Maandiko yanasema walipogeuka nyuma yao, wakaona jeshi kubwa linakuja la Farao. Wakaogopa sana, afu wakaanza kumlilia Bwana. Mstari wa 11. Angalau unavyosema. Unasema, wakamwambia Musa, "Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetenda haya kutoka katika nchi ya Misri? Neno hili sio tulokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani." Kwa maana nyingine, walivyoanza kuona ugumu wanaouona, wakasema ni afadhali tungebaki kule kule. Nataka nikutamkie leo, haijalishi ugumu unaouona saa hii, lakini kamwe useme ni afadhali ningebaki level ile ile. Level uliopo ina kusudi. Haleluya. Mahali ulipofika pana kusudi. Usije ukafikiria ukasema ni afadhali ningebaki hatua ile ile. Ni afadhali akati niko level nilikuwa ninapata A, napata A+, lakini huku hata B+ naitafuta kwa tochi. Huku hata B naitafuta kwa tochi. Lakini tambua kabisa nafasi uliopo ina kusudi. Mahali ulipo pana kusudi. Hatima uliobeba ina kusudi. Kwa hiyo haijalishi kama unaona bahari ya Shamu iko mbele yako, hapo hapo mlilie Bwana. Kwa nini? Njia ipo ya kutoka hapo
hapo kwenda viwango vingine. Njia ipo mahali hapo kutoka kwenda hatua nyingine. Usifike hatua kaanza kufikiria ule uzuri wa kule Misri. Kule ni Misri tu, patabakia kuwa utumwani. Level uliopita imekwisha kupita. Tafakari level inayokuja, tafakari hatua zinazokuja, tafakari yale ambayo yanakuja. Haijalishi ni magumu sasa unayaona, lakini endelea kutafakari kwamba naamini napoelekea ni pazuri kuliko nilipotoka. Nasema hivi, wewe endelea kuamini kwamba ninapoelekea ni pazuri kuliko nilipotoka. Amina. Haijalishi saa hii naona kwamba mbele yangu naona bahari ya Shamu. Sasa wana wa Israeli wakaona nyuma yao wako na jeshi la Farao linakuja. Mbele yao kuna bahari ya Shamu. Musa, tulikwambia ungeacha pale pale. Tuache tu pale pale. Sasa muangalie Musa ambaye ameandaliwa, alimkimbia kwanza Farao, afu anarudi tena. Tundu kumtafakari sasa huyu Musa ambaye ameandaliwa vizuri sana, amepikwa akapikika, alafu akasema sasa niko tayari kwenda kwa Farao. Musa ambaye ampitishwa kwenye mapigo 10 ya Farao. Mstari wa 13 nasema hivi. 13. Musa akamwambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawapigania ninyi. Kwa maana mkono wokovu wa Bwana atakawafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri ndio waona leo, hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Kisha mstari wa 14. Musa anasema, anaambia watu, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Haleluya. Ni kweli mbele yako hauoni nuru, lakini tambua Mungu atakupigania. Ni kweli mbele yako saa hii hakuna unachokiona, hakuna future, lakini tambua Bwana atakupigania. Ni kweli nyuma yako una jeshi linakuja likiwa kali sana, lakini tambua kabisa njia ipo. Ni kweli kabisa kwa macho ya kawaida unasema mtumishi, ni ndoto zangu zilishakufa muda mrefu, huku ninapoelekea nipo tunasema kwa sababu wazee wamenilipia ada, lakini nataka nikwambie bado ipo njia ya kutoka hapo. Ipo njia ya kutoka. Hajalishi saa hii unasema mtumishi, yani ni kweli kabisa natamani kwenda, lakini huku ninapoelekea nipo tu. Maadamu ni Mungu amekutoa Misri, anajua njia za kupitisha. Anajua. Mwambie tu Mungu, mimi niko tayari kwenda, niko tayari. Kama utasema nipite hapa, sawa. Waga ninaambiaga watu wengi kwamba ukienda kwa mbele za Mungu usimwekee Mungu mipaka. Usije kasahau hili. Ukienda mbele za Mungu kwamba usimwekee Mungu mipaka. Mungu nijibu hili na hili na hili. Mimi Mungu niko tayari. Kama utakuja usiku wa manane kunijibu, niko tayari. Kama utakuja saa hivi, niko tayari. Kama utakuja jioni, niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo andika sentensi nyingine. Musa aliandaliwa na Mungu katikati ya bahari ya Shamu mbele yao. Bado aliendelea kumwamini Mungu kwamba ipo njia ya kuvuka. Musa aliandaliwa na Mungu katikati ya bahari ya Shamu mbele yao. Bado aliendelea kumwamini Mungu kwamba ipo njia ya kuvuka. Ipo njia ya kuvuka. Mungu alikuandaa juu ya nyakati zinazokuja. Mungu akikuandaa juu ya nyakati zinazokuja, hautaogopa hata kama wengi watakuwa wamekata tamaa juu ya kuendelea mbele. Tumalizie mstari wa 15. Bwana akamwambia Musa, mbona unanilia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Hapo mstari wa 16, nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari, nawe kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari ya Shamu. Nataka tumalizie hapo tukafanya maombi kwa ajili ya yale malengo na yale mahitaji yako ambayo unaendelea kuyaandaa. Kwenye hii mistari miwili ya mwisho kuna kitu kikubwa sana ambacho nimekiandalia, kitabu kinachosema ijue thamani ya ulichonacho mkononi. Ijue thamani ya ulichonacho mkononi. Natarajia kukitoa mwaka huu. Ijue thamani ya ulichonacho mkononi. Hakuna ambaye hana kitu mkononi. Ili usije kasahau. Yaani hivyo ulivyo kuna kitu Mungu amekupa. Yaani hakuna ambaye hana kitu mkononi. Hata ukiingia kwenye mtihani kuna kitu, kuna idea uko nayo. Haleluya. Wana wa Israeli walitoka Misri wakiwa na Musa. Musa alikuwa yuko na fimbo, lakini hakujua kazi ya fimbo. Mpaka alipoenda kumlilia Bwana, Mungu akamwambia hivi, waambie wana wa Israeli waendelee
mbele. Okay, sawa. Sasa wanaendelea mbele. Mungu anakwambia leo hii, mwanangu, unaelekea na level inayokuja. Unasema ni kweli, lakini kuna somo limenishika hapa. Mwanangu, ni kweli una graduate mwaka 2026. Unasema Mungu ni kweli, lakini bado kuna mitihani. Mwanangu, una graduate 2027. Unasema lakini bado kuna mitihani mingine migumu sana Mungu. Mungu akwambia endelea mbele. Jua ipo njia ya kupita. Haleluya. Mungu akikwambia songa mbele. Mungu sawa, niko tayari. Naendaje mbele? Unasema kivipi? Wana wa Israeli, Mungu alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mstari wa 16 unasema hivi, nawe inua fimbo yako. Nawe inua fimbo yako. Hakumwambia nawe chukua fimbo. Alimwambia inua fimbo. Hujanielewa? Hakumwambia hivi kuna fimbo iko hapa ichukue. Alimwambia nawe inua fimbo. Kwa hiyo Musa alitoka Misri akiwa na nini? Ana fimbo. Alikutana na bahari ya Shamu. Aliona bahari ya Shamu ni kizuizi, lakini ana nini? Ana fimbo. Haleluya. Ni kweli alikuwa na kabisa hii ni bahari ya Shamu. Nyuma yangu nakuja jeshi, lakini mkononi ana nini? Ana fimbo. Kwa hiyo alikuwa na kitu mkononi, lakini hakujua thamani ya kitu alichonacho. Kuna mazingira unapita, unaona kabisa hapa ni end kabisa, lakini kuna kitu Mungu alikupa. Kuna kitu Mungu alikupa. Level uliofika sio bure tu. Kuna kitu Mungu alikupa. Lakini upinzani ni ule ambao kwenda kwa Mungu, nifumbue macho, nijue umenipa nini, nivuke hapo. Ndio kipengele. Ndio wengine hapo nguvu za kuomba anaishia kunungunika, anaishia kulalamika, anasema yani haya masomo. Lakini tambua kabisa kuna kitu Mungu alikupa. Kuna aina fulani ya maandalizi Mungu alikwisha kuandaa. Alishatambua kabisa hii njia unayopita ni kweli ni ndefu, lakini kuna kitu nimekupa. Wewe endelea kwenda tu, ghafla unafika mwisho, lakini tambua kuna kitu Mungu amekupa. Haleluya. Tambua kabisa kuna kitu kipo mkononi, kuna kitu. Wewe unaona sahi kuna kitu. Kuna kitu. Takwenda kuomba hapa, sijui limetoka wapi, lakini nimesikia Roho Mtakatifu akinisemesha kwamba tukaombe kwa ajili Mungu atufungue macho, tujue thamani tulicho nacho mkononi. Sikuwa nimeweka kwenye mkakati wa kuomba hili, nilikuwa nimeenda kuomba leo, nimeandika hapa kuombea malengo ya 2026 na mahitaji ya watu. Lakini nashangaa nasikia uzito huu kwamba tukaombe. Yamkini kuna mtu amekwama, yuko mahali fulani. Anaona kabisa hapa nilipo mtumishi sina kitu, lakini tambua una kitu, unacho. Haleluya. Kuna kitu unacho. Kuna kitu Mungu amekupa, kuna kitu. Tukamwambia Mungu akufungue macho, uvuke hapo. Hata kama ni somo, hata kama ni biashara unafanya, hata kama kuna miradi umeianzisha, umekwama hatua fulani, mtumishi nimeishiwa mtaji, hata kama sijui kuna ndoto natamani niifikie, kwa mdogo wangu natamani afanye hiki na hiki, lakini tumekwama, hatuelewi. Hata kama ni ugonjwa, lakini tambua kuna kitu Mungu amekupa. Tukamwambia Mungu akufungue macho, ujue thamani ya alichokupa. Wengi tuna fimbo, lakini tunaogopa bahari ya Shamu. Wengi tuna fimbo mikononi, lakini tuna bahari ya Shamu ni ukuta sana, mzito kubwa sana. Wengi tuna vitu Mungu ametupa, lakini tunaona kabisa mbele yetu, mbona mtumishi, mbona tunaona bahari ya Shamu iko mbele, tuna bahari ya Shamu iko mbele. Hata Musa aliambiwa waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Hakuishia pale. Mungu hakuishia hapo. Endelea third year, endelea second year, endelea na masters, endelea na PhD, endelea. Unasema Mungu, ninaendeleaje kati sina hela? Tambua kuna kitu. Ndio maana Mungu anakuambia endelea mbele. Mungu anaweza kukwambia endelea mbele hivi. Kuna njia ipo. Wewe ndio hujaiona. Mungu anaweza kukwambia endelea mbele, alafu kukaa hamna njia. Hapana. Kuna njia, tambua ipo. Amba tusimame. Tunapokwenda kufanya maombi, tutakwenda kuomba kwa ajili ya hizi agenda mbili. Hii moja imenijia tu hapa. Yamkini wewe ni Musa. Watu wengi wamekata tamaa, wameishiwa nguvu, wanafikiria kurudi nyuma, wanasema sisi ni masikini tu, toka miaka nenda miaka rudi kwenye familia uliotoka. Maisha yetu ni haya tu mwanangu, ni haya. Lakini yamkini wewe ni Musa wa kwenda kuwatoa kwenye umasikini.
Yamkini wewe ni Musa kwa kutoka kutoka familia yenu kwenye hilo eneo mliopo. Yamkini wewe ni Musa. Lakini hakuna anayekuelewa, hakuna anayekuelewa. Ipo haja kwa Mungu nisaidie. Yamkini ulinipitisha kwenye mapigo 10. Sikuwa najua kumbe Mungu unaniandaa, sikuwa najua. Ulinipitisha kwenye masomo ambayo nilikuwa kila saa najikuta na faili, lakini najikuta napata kiu ya kuendelea kusoma. Ya kusema nitafaulu tu. Yamkini ulifika form 2 ukaona ghafla ukafeli, ukasema lakini bado najua kiu. Ukaambia sasa niko tayari kuna kusoma, niko tayari kurejea. Ukafika form 4, ghafla matokeo kwenda vizuri ulivyotarajia, lakini ukasema bado nina kiu ya kusoma, wazazi nina kiu. Yamkini wewe ni Musa. Wana wa Israeli wamekaa tamaa. Yamkini familia wamekaa tamaa kabisa, anasema mwanangu, tumepoteza gharama nyingi sana, lakini yamkini wewe ni Musa. Yamkini ni mmoja wapo ambao umemkimbia Farao. Umesema Farao wewe pambaneni na lezeni tu. Yamkini kuna hatua ulifika ukasema natamani niache masomo, ni focus na maisha mengine na biashara. Lakini akainuka mtu akasema rudi tuendelee kusoma. Maisha sasa bila kusoma ni magumu sana. Ukasema acha tu nikasome tu. Yamkini wewe ni Musa. Mahali hapa Katari, Mungu anakuandaa kwa ajili ya uzao unaokuja. Yamkini ni mwimbaji mkubwa sana huko mahali hapa, Mungu anakuandaa kwa ajili ya kanisa zinazokuja. Yamkini ni kiongozi mkubwa, ni rais, ni daktari, ni mtu mkubwa sana, kiongozi mkubwa sana, ni waziri, ni mtu mkubwa. Mungu anakuandaa saa hii. Unasema mtumishi, kweli rais anataka kutokea Katavi? Madam ni Mungu akikuandaa, anajua anapokupeleka. Anajua. Kenda komba, mwambie Mungu, ninaomba uniandae. Lakini pia nifungue na macho yangu Mungu, nijue umenipa nini. Nifungue macho tu Mungu, nijue umenipa nini mkononi. Mbona sielewi, sioni hata njia. Sioni njia. Karabas. Ripa karabasako robosh. Ripa karabasanda rabash. Ripo shingilikaria. Riko korabasaka. Rapa karabos. Ripo shakarabasi. Riko korabasi. Rinda rabashindi likoria. Riki kilikoria. Rapo shanda rabasi. Korapasi. Ripo shakarabasi. Ripa karabasi. Ropo koko. Ropo shaka. Ripoko. Rina rabasaka. Rika kashindi likoria. Ribasi. Karabusaka. Ropo shanda rabasi likoria. Ripa karabasaka. Ropo koko robo saka. Riki kishindi likaria. Riko korabasaka. Rika shiriko rianda rabasi. Rika karabos. Ripoko. Rika shindi likoria. Riko kosa. Rika shi. Ripoko. Riki kili norobo saka. Karabosh. Yes. Wapo wakina Musa wengi sana. Wapo wakina Musa wengi Mungu paka mtandaoni hapo YouTube. Wapo wakina Musa wengi sana. Wapo wakina Musa wengi sana. Wamekwama. Wapo wakina Musa wengi sana wanategemea. Wapo wakina Musa wengi sana wapesa vitu vikubwa sana. Mungu wasaidie. Wakumbuke Mungu uliwaandaa. Wakumbuke Mungu uliwapa kumba mikononi mwao. Wafungue macho. Wakajue thamani ambayo Yesu umewapa. Wakajue thamani ya vitu ambavyo katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kuna kundi kubwa la watu, wanategemea huyo Musa, wanategemea huyo Musa, wamepamba eneo. Yesu afungue Bwana, Yesu afungue macho, wajue kuna kitu uliwapa, wajue habari ya Samu, kuna kitu uliwapa. Mungu asimame hapo alipo, Yesu asimame hapo alipo. Jina la Yesu, Mungu ufungue macho, kila ambaye ana habari ya Samu, ajue nini umempa mkononi, rapo jaka, ripo jaka, ajue kwamba nini umewapa mikononi mwao. Yesu afungue macho, fungua macho, unaona, Yesu afungue macho, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu.
katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Wafungue macho Bwana, wafungue macho binti, ajue salama alionayo, ajue wito uliompa, ajue tamani Bwana ya uliompa Bwana. Fungue macho Bwana, katika jina la Yesu. Fungue macho kwenye karama yake, kwenye masomo alionayo, ajue kwamba hayuko peke yake, yuko na watu wengi wanamtegemea, wanamwangalia. Yesu, fungue macho Bwana, ukapatia ambao yuko hapo Bwana. Yesu, fungue macho ama yuko hapo sebleni. Yesu, fungue macho ajue kwamba bahari ya Shamu sio mwisho, bahari ya Shamu sio mwisho. Ajue kwamba bado ipo njia ya kwenda hatua nyingine, bado ipo njia ya kwenda viwango vingine, bado ipo njia ya kwenda hatua nyingine. Bahari ya Shamu sio mwisho wa ndoto, bahari ya Shamu sio mwisho wa masomo, bahari ya Shamu sio mwisho wa hatima aliyobeba, bahari ya Shamu sio mwisho, bado ipo njia, bado kuna kitu umempa mkononi mwake. Au kumtoa Misri bure, ulimtoa Misri na kitu, ulimtoa Misri, ulimpa kitu mkononi. Yesu, msaidie levo aliyopo kwenye masomo, levo aliyopo Bwana. Hayuko bure, hayuko bure. Kuna kitu ulimpa, kuna kitu ulimshikisha, kuna kitu ulimpa. Nami namwombea leo, fungua macho yake, fungua macho yake, fungua macho yake. Huyo binti, huyo dada, huyo kijana, nifungue macho, nifungue macho, ajue thamani kwamba Mungu anakwambia endelea mbele, endelea mbele. Atambue kwamba kuna kitu ulimpa. Rapakaraba riposhaka rikagarabasi ripakasi rikokorobosaka ripasini Victoria ripakarabasi rokoshaka ripakasi. Hakuna ambaye atarudia masomo, hakuna ambaye atarudi nyuma, hakuna ambaye ataacha masomo, hakuna ambaye atakata tamaa, hakuna ambaye hiyo roho ya kurudi nyuma ninaikataa kwa jina la Yesu. Roho ya kuvunjika moyo darasani, roho ya uelewa mzito naikemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo roho naikemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho naikemea ya kurudi nyuma, naikemea ya kurudi nyuma. Ipe nguvu za kusonga mbele, wape nguvu. Huu mwaka 2026 uwe ni mwaka wa matokeo. Rikotoshakarabasi arapasa ropokorobosaka rikikilindorobosi rikakashakorobosaka. Mahitaji yao Bwana, mahitaji yao Bwana. Wapo ambao Bwana wameandika mwaka huu wanamaliza. Yesu, afungue macho wakapate na kazi Bwana. Wameandika Bwana wanamaliza mwaka huu, wameenda kufungua biashara, wameenda uwekezaji. Wapo wameandika Bwana mwaka huu wapate GPA kubwa. Yesu, wasaidie, wakumbuke hayo mahitaji yao, kumbuka mahitaji yao, kumbuka mahitaji yao. Yupo ambaye Bwana ameandika familia yake ikue kiuchumi. Yesu, mkumbuke, Yesu mkumbuke, Yesu mkumbuke. Yule ambaye Bwana, yule binti ambaye miaka mingi alikuwa akisumbuliwa na goti, huu mwaka Bwana upe majibu ya uponyaji wake katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Yupo ambaye Bwana ameandika huduma yake ya uimbaji. Yesu, ikue, Mungu ikuze mwaka 2026 ikawe kubwa, ikatambulike makanisani, ikatambulike kwenye maukuru makubwa, ikatambulike mataifa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yuko ambaye anaandika anafanya biashara yake. Yesu, mkumbuke huu mwaka Bwana
Bwana aone ushuhuda, aone matokeo, aone Mungu ukifanya, aone Mungu ukitenda, aone Bwana ukimjibu. Wewe ambaye kila mwaka amekuwa katika changamoto ya tumbo, Bwana huu mwaka aufike na majibu ya uponyaji wake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Mungu na wasogeza wote mikononi mwako, wakumbuke na wengine ambao wanaendelea kuyaandika mahitaji yao na malengo yao. Yesu wakumbuke Bwana huu mwaka kwenye ile listi ambayo majina yao yataandikwa, waliopokea baraka jina lake na liwepo katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Jina lake na liwepo kwa yale majina ambayo watabarikiwa, naye akawepo, naye akawepo kwenye yale majina ambayo wataandika kwamba watavuka huu mwaka, naye akawepo katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Kusiwepo na roho ya mauti, roho ya katika ndoto zake, roho katika masomo, kila ambaye Bwana ameandika amalize salama katika jina la Yesu. Na isitokeza Bwana, baraka za Januari ziwepo juu yao, ziwepo juu yao. Baraka za Februari ziwepo juu yao, ziwepo juu yao. Baraka za Machi ziwepo juu yao, ziwepo juu yao. Na baraka za Aprili ziwepo juu yao, na baraka za Mei ziwepo juu yao, na baraka za Juni ziwepo juu yao, na baraka za Julai ziwepo juu yao, na baraka Mungu za ile Septemba ziwepo juu yao, na baraka za Oktoba ndani ya mwaka ziwepo juu yao katika jina la Yesu. Na zile baraka za Novemba Bwana ziwepo juu yao, usiwaache Bwana. Na zile baraka za Disemba na kufungulia mwaka mwingine 2027 Bwana usiwaache hizo baraka Bwana ziwepo juu yao katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Hayo malengo ambayo wameandika Bwana Yesu kayasikie kwa uaminifu wako, Yesu kayasikie kwa uaminifu wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ninakushukuru. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa neema ambayo Mungu umetufungua macho siku ya leo. Kwa ile miradi, kwa yale maono, kwa zile ndoto, kwenye ile hatima. Mungu asante kwa uaminifu wako. Yupo ambaye Mungu alisita kuanza ile jambo. Yesu mtie nguvu mwaka akalianzishe. Aliona hawezi, aliona ni mdogo. Mungu mtie nguvu, macho yake yafumbue tena. Alisita kujitoa kwenye kuimba, alisita kwenye kutoa kuhubiri. Yesu mtie nguvu katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa uaminifu wako. Heshima na utukufu zirejee kwako.